tunashumu hapa, tuko mlima wa Swafa. Sasa kwa mlima wa Swafa katika ukurasa namba 7, hata kuanzia ukurasa fungua namba 6, fungua ukurasa namba 6. Inna Swafa wal Marwata min sha'airillah. Ukishafika katika hiyo mlima wa Swafa, tunaelekea kwenye Al-Kaaba. Mimi nashumu Al-Kaaba iko huko nilipoelekea mimi. Al-Kaaba tunashumu iko, unasoma aya hii, inna Swafa wal Marwata min sha'airillah. Ukishasoma hiyo aya sasa, ukurasa namba 7 unasoma la ilaha illa Allah wahdahu, ukurasa namba 7, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Mara ngapi? Unaweza kukariri ya maneno, unakariri sasa, unaweza mara moja tu, mara 3. Unataja maneno afu baada ya kumaliza wa hazama al-ahzaba wahda, unaelekea Al-Kaaba, unainua mikono yako juu, unaomba dua yoyote. Unaomba dua baada ya kumaliza maneno haya katika Al-Kaaba. Al-Kaaba nimeshumu iko huku, ukiwa Safa pale Al-Kaaba unaiona ile pale. Tuelekee kibla. Tuelekee kabisa kama hivyo. Sasa nani, mimi nataka niashumu kwa hapa. Okay, sawa. Yani nilivyokaa nimeelekea, tunashumu ndo Al-Kaaba ndo hii. Tushasoma ile aya, tukasoma na hii dhikri la ilaha illa mpaka mwisho. Tuelekea katika Al-Kaaba pale, tuoneshana kwa sababu tuko juu. Bana tuelekeeni hapa. Tunasimama sehemu kama hivi Al-Kaaba, tunaomba dua. Baada ya kusoma maneno haya hapa, unajua ukitengeneza kitu unaomba dua, unainua mikono, unaomba dua zako. Ile ndio tunaanza sasa. Tushasoma ile aya, tukasoma na hii. Yani tunasoma dua, sasa. Kupata picha hiyo. Maliza maneno, tukishamaliza na dua, Hatukai muda mrefu, wala baada ya kambi dakika tatu tunashuka sasa Swafa, tunaelekea sasa Maro. Sasa huko sasa Maro ni kule mwisho, naona Maro, tunaenda Maro sasa. Sheikh Feruzi kule sageuka, tutende kule, tunakwenda kule, ndio tunakwenda sasa. Wanaume tukae kwa mbele, wakina mama wakae nyuma. Yani ile taa ya kijani ambao wanaume wanakimbia wanakwenda speed kidogo, hizi tunashumu ni hizi Avigna hapa, Avigna group hizo zinazowaka mbili hizo huko zinazowaka ile nani za green kutembea asa wazee wakimbie tuweza kuna nini peko sasa. Hii tupo katika mzunguko, tumetoka Swafa tunakwenda Maru. Sasa hapa katikati hapa unafanya dhikri, unasoma dhikri, alafu na pia vile vile kama unaweza kusoma Qur'ani, shika Qur'ani unasoma ndio ukiwa katika sayu Swafa na Maru. Unaweza kaweka muda wako kwamba sasa hivi mimi nitasoma dhikri mpaka nikishamaliza mzunguko, nikifika mpaka Maru. Kutoka Maru kuja huku nitakuwa nasoma Qur'ani ni wewe mwenyewe. Sasa hizi ndio zinaanza kijani zile, ambazo kule zinakuwa zipo kwa juu hivi ambapo tumeshumu ni hizi mbili za kijani. Kwa hapa kidogo anaumwa na siku kimbia spidi kubwa, kama kukimbia kama marathon ni sio hiyo, yani kidogo kidogo kama anaona Sheikh Feruzi tunashumu ni sehemu hii, ushafahamu. Kimbia mimi nitawaacha sinataka niende nao sawa, ushafahamu kwa ile sehemu ikishamalizika ile ya kijani, sasa unarudi kama kawaida hivi. Ni wanaume tu wanakuwa wanakimbia watoto kidogo, kwa unaendelea unafanya dhikri na pia na dua na unafanya dhikri na kusoma Qur'ani hivi. Swafa si sehemu ya dua, Swafa na Maru ni dhikri na kusoma Qur'ani, lakini kwenye tawafu ndio sehemu ya dhikri na dua. Kwenye tawafu ndio kuna dua pale, lakini Swafa na Maru unafanya dhikri afu unasoma wewe, unapangilia yani mdomo usikie kwa kama mdomo wako muda wote umekuwa ni hauna rutuba, inakuwa si sawa. Unasikia muda wote umekaa umenuna tu, inakuwa yani mdomo uchezi na dhikri. Ukifanya mdomo uchezi sugo mas unaweza kwa kutazama, mbona ufanye dhikri? Fanya kimoyo moyo. Sasa moyo inahesabika au usemi fanye dhikri. Hapa sasa umefika wapi? Sasa hapa ndo Marwa. Kule Swafa hapa ni Marwa. Sasa Marwa distance yake inawezekana hapa ni pafupi, sio mbali sana, sio ile mtu wa kuchoka labda sio mtu sehemu labda kumchosha mtu. Kwa sababu tumefika Marwa, yale tuliyofanya Swafa tunafanya wapi? Tunafanya Marwa. Ile aya tulisoma kule ukurasa wa 6, inna Safa al-Marwata min sha'airillah. Ile aya inaendelea, ukikatapo pia kuna shida ile aya afu nasoma na la ilaha illa Allah, hiyo ukurasa wa 7, wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Hivi vitabu tutakuwa navyo? Vitakuwa mtapatiwa vitabu hivi. Bwana fungua kurasa wa 6 hapa, kurasa wa 7. Sawa unakuwa nacho hivi. Hizi. Kwa hiyo unaelekea kama tulofanya kule, ukishamaliza hii unainua mikono yako. Tunaelekea Al-Kaaba. Utaona bwana Al-Kaaba ni huku. Tunainua mikono tunaomba dua. Kwa hiyo kule tulivyotoka kule tumefika Marwa hapa. Hii ni mzunguko mmoja tayari. Mzunguko. Kwa hiyo tukitoka tena hapa tunakwenda tunarudi Swafa. Inakuwa ni ya pili. Kwa kuna zile ndani za kijani pia, kwa sababu inakuwa ni pande mbili tofauti. Sasa tumeonyesha ni pande moja hii. Sasa na mara unavokwenda huku afu unarudia kwa kule, ndio inakuwa hivyo. Yaani pande mbili tofauti. Inakuwa ni pande mbili. Kwa sababu sema ukirudi hapa wale wanakuja itatokea tatizo. Kwa wale wanaokuja ni hivi tu. Unaenda unarudi, unarudia kule. Na pesa za kijani pia zipo juu. Kwa ukirudi ushamaliza hapa tunashuka tunakwenda Swafa. Huko katikati dhikri na kusoma Qur'ani. Unakaba na mimi labda nikitoka kule kuja hapa tutafanya dhikri tu. Vitabu ziko baadhi ya adhkari zipo. Nafanya dhikri na tutapewa vitabu vile vipo. Kwa Hisnul Muslim. Ndio ukishika kile kitabu kwa baadhi ya dhikri ukawa unazisoma. Au dhikri ambazo unazifanya kichwani kama vile subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ukasema la hawla wala quwwata illa billah. Neno hili neno kubwa sana. Au hasbunallah wa ni'mal wakeel. Unataja dhikri yote. Subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ukifika huko sasa, ukishafika hapa tunashume sasa upande hii kutoka hapa kuna tena kurudi Swafa tena. Hapa nasoma Qur'an. Sura gani? Bali shike some labda hata kinani sura kadhaa tu ukazisoma kwa mtiririko. Bana taanza nasi na kwenda hivi kidogo kidogo, au nitaidi nani hapa tena nimaliza tu juzu moja. Ukajipangilia vizuri, sababu juzu amma ile nusu ya ile juzu ya juzu amma ni suratul A'la. Sabbih isma ndio nusu ya juzu amma. Kwa sababu mimi kuzunguka sasa nataka nipige mpaka sabbih isma. Nikija tena kirudia upande wangu tena, yani kurudi mimi nasoma Qur'ani. Kuja huku nafanya dhikri. Wewe ukapiga juzu 2, juzu 3. Juzu 2 au kwa hiyo tukifika kule sasa yeye atakuwa turejee tena. Hizi dua kuzisoma hizi. Ni mara moja tulivyoanza kule na tukaja kwenye kuja Marwa. Hatuzirudi tena. Tushasema pale moja tusoma hii aya kurasa wa 6 na hiyo kurasa wa 7 tukaja pia Marwa tukafanya aya kurasa wa 6 na pia hii kurasa wa 7. Tukiendelea ni vile kama tulivyoelezana. Sehemu za kijana tulikuwa wanaume wanakimbia kidogo. Dhikri na kusoma Qur'an. Inaonekana pia kama kuna haja ukazungumza hakuna shida. Sasa tunakuwa tunaanza pamoja. Tuko pamoja wote. Lakini sisi ni wakati fulani sisi tunakaza mwendo. Watu hawawezi kupotea. Hawezi kuzana watu tupotea. Sasa ni watu ni wengi vile vile. Wapotei hata na ule wingi wote hawezi kupotea hata mmoja. Biidhnillah. Sababu Swafa na Marwa kuna engo mtu weza kukupotea. Kwa mfano kama mimi nikamtizama sitomuona mfano. Ndio ile mfano. Na mimi haitotokea. Na kwenda pale juu Marwa. Unasema unapokaa pale lazima anapita. Sababu ile ukija Marwa unakuwa niko juu kidogo. Wale wanakuwa wako chini kidogo. Kwa mimi nakaa pale sehemu nitamuona tu yule pale. Kwa lazima anapita bana fulani. Bizamda namuona huyu hapa anapita. Kwa kuna sehemu unakaa kabisa hapa atapita. Hawezi kupotea, hawezi kupotea. Kwa hiyo tuko pamoja. Allahu a'lam. Tuseme hawajui kusoma hizi sura, labda anajua sura hizi. Asome kile anachokijua. Anaweza akasoma labda ile tu na dhikri zake. Na dhikri inatosha. Yaani kama hujui hizi sura nyingine hujui kuzisoma na mdogo Sharifa, labda unajua labda sura kadhaa. Zikariri zile sura zako, zikariri unazojua. Kariri zile anza unajua sura hii na hii na hii. Wewe zikariri. Unaanza sura hii na vizuri soma kwa mtiririko. Yaani kusoma Qur'ani isome kimtiririko, nakwenda bwana kama najua mimi sura najua kuanzia labda sura hii, kuanzia labda Suratun Nasi mpaka Sabbih Isma. Ina kimtiririko, anza Nasi fika Sabbih Isma. Toka Sabbih Isma rudi Nasi na rudi. Yaani kariri usidokodoko unasoma hii, unasoma soma kimtiririko inaleta maana vizuri. Kwa hiyo zile ambazo unaziweza zikariri. Bami ambao uweze usiminyane nayo ukawa unasoma kimakosa. Unalazimisha unafungua Bakara. Kwa uzoefu wako hapo. Yaani unadhani kuja kufika kutoka Nasi kwenda angalau 10 unakuwa tayari umeshakava sehemu yote hii. Wewe kusoma nusu. Anaweza ukapanga mfano simetoka kule Swafa. Kwa sababu mimi nikitoka Swafa kuja huko. Hii sehemu inakuwa nafanya dhikri tu, nafanya dhikri zangu.
unafanya dhikri tu. Alafu nikitoka Marwa narudi tena Swafa. Ni upande ule, yani ile upande, kuna upande wa pili huu. Kwa sababu upande wangu wa kuja huku huu nitakuwa nasoma, nafanya dhikri. Alafu upande ule wa kurudi wa pili nitakuwa mimi nasoma Qur'ani. Unapangilia vizuri, yani vitu ni kupangilia vitu. Yani usiani una mipango. Hata ukisoma hata watu mfano dua sana kwenye Kaaba. Pale dhikri na kusoma Qur'ani. Na kusoma Qur'ani. Kwa hiyo pia inawezekana kama una haja ya kuongea ukauliza bana kitu fulani, unakiuliza naambia. Kwa hiyo kutoka pale ukifika hapa ishakuwa moja Marwa. Kutoka Marwa unaenda Swafa ya pili. Sawa? Ukakuja hapa na zote mizigo yako yote ya 7 inakuwa ni Marwa. Lazima ya 7 iwe inatakuwa hiyo hivyo, ya 7 hiyo Marwa. Allahu a'lam. Hapo umesema kwamba hii dua tukisoma pale tukianzia Safa. Tukija hapa ndio tunairudia tena kusoma ama hapa tuisome? Yaani ikiwa ni mara moja tumeanza Swafa pale. Sasa tumeanza. Tumesoma hii aya na hii dua. Tukifika Swafa pia tunasoma. Tukirudi kuna saba hapo usomi tena. Yaani pale moja na hapa kuanzia ya 3 na kuendelea. Ukifika kule una raundi ya 3 tunapoianza pale. Tukifika yani tukimaliza raundi ya pili. Tukifika pale tunafanya katika nani? Tunageukia kitu. Nani inawezekana ukaomba, lakini mara nyingi wewe au unapita. Unapita tu. Yaani mara nyingi ya kwanza. Raundi kama tunasimama kila sehemu. Yaani kusimama tu tukifika tunasoma. Basi nani sana. Yaani somesha hizi zote. Kila wakati. Ile unajua mimi nilipokuwepo mwenyewe mkujua nilikuwa na Sheikh Maulid. Kuna vitu ule bwana alikuwa amefanya Sheikh Maulid anabana Shabakari vipi sasa ikashindwa inabidi tu. Alikuwa mikidadi. Alikuwa anafanya kwa sauti. Sheikh Maulid niko naye ananiambia na Shabakari vipi mbona hiki hakijathibiti hiki vipi? Alikuwa akiniambia nyuma sasa kushindwa kumwambia bana hivi na hivi akamwambia basi kwa sababu hiyo ndio program kichwa changu. Waka baba na hili vipi ambaye mara moja tu. Sasa inabidi anakaa sisi tunakaa siwezi kusema bana wewe acha hii kaa. Sawa. Kwa hiyo usahihi. Tukianza pale tunasoma. Ndio. Tukija hapa tumefika Marwa tunaelekea sasa inakuwa ndo moja hiyo tumeanza. Then tunarudi pale unapita. Unapita. Unaendelea na zile dhikri zako. Unapita tu. Unahesabu zile shout mpaka raundi hizo. Mpaka mwisho. Mwisho ambao unakuwa ni Marwa. Kwa maana hiyo pia ni miongoni mwa makosa. Kuzikariri kila wakati mtu akifika na kila wakati. Na pia hii hata kutamkishana litaza katika tawafu. Katika miongoni mwa makosa pia ni kusoma dua kwa sauti. Yana kama mmoja na kitabu mbele, kafanya Rabbana Rabbana atina. Ili pia wanataja katika makosa ya tawafu. Yaani mwenyewe kama vitabu tunawapa vitabu hivi. Wewe mwenyewe shika. Na dua wewe na hii kuna sehemu ya kuandika dua zipo. Umeona hizi ukurasa wa 14 na 15. Hapa kuna dua. Sehemu ya kuandika. Umeona hapa? Andika dua zako binafsi. Ukurasa wa mwisho kabisa. Sawa Tisaumu. Yaani huku unaandika ukurasa wa 14. Sawa Jafar. Dua zako ambazo wewe bana kuna dua unataka kuziomba kule nisije nikazisahau. Ziandike hapa. Unaandika hapa zote. Usije ukazisahau. Sababu kama ukisahau usomeandika hapa. Sababu unasema kinachoandikwa huwa kinatulizana. Kile kinachohifadhiwa huwa kinasahaulika. Inakuwa ni ngumu sababu kitabu unakuwa nacho. Yaani kinachoandikwa wanasema makuti bakar. Kinachoandikwa kinakaa vizuri kinatulizana. Afu wa mahufidha fard. Na kinachohifadhiwa kinakimbia. Fard ni kukimbia. Kwa hiyo nimesahau bana. Sasa unakilisha vipi na nini kitabu? Kwa ukiandika vizuri. Tofauti ya kuandika na kutoandika ni sawa na watu wawili waende kwenye chanzo cha maji. Mmoja achote na kikombe, mwingine uchote na mikono. Wote mmechukua wote mmepata mlikuwa darasani. Mnarudisha kule. Mkifika kule tutajua nani hasa alichukua na nani alisikiliza. Kwa tofauti yake ni hiyo kuchota na kikombe afu na mikono. Tumefahamiana bizamda hii Safa na Marwa tumefahamiana hii. Ni Safa na Marwa. Ni distance kidogo sio mbali sana ya kuchosha. Si distance sana ya kuchosha. Nasema Safa na Marwa. Haichoshi sana. Kwa sababu naona na WhatsApp mnafanya. Mnakwenda hivi. Natembea kidogo. Ila last time tulikuwa sisi tunaongea. Mkiongea hakuna shida. Lakini usitumie muda wako mwingi kuongea sana. Mimi kama ninavyokumbuka pale, tulipokwenda pale. Wewe umesema Safa iko kule. Tumeashumu
Sio kama hapa si tuko Mkuki hapa. Tuko Tanzania, Swafa ziko kule tu. Huku tuko Marwa. Tunarudi sasa Swafa. Sababu kule njia yake ya kuja huku sio hiyo ndio unarudia. Mfano si tumekuja hivi. Kule njia ya kurudia ipo kwa huku. Kama ilivyokuwa Jamarati. Kama Jamarati, mnakuja ina njia hii. Afu mkirudi sasa, na Jamarati mnakuja hivi. Sasa Jamarati iko tofauti. Kule sio Swafa. Swafa unaikujia kwa huku hivi. Kile Jamarati unakuja hivi pap, unakuja Jamarati. Afu kutoka unatokea kwa huku. Yaani Swafa unaikujia kwa huku, Jamarati na Shefaruza unafahamu Jamarati ile. Ziko picha zake zile nilizipiga kabisa zile sawa kuzituma. Unaweza utaziona Jamarati. Unakuja hivi pap, alafu mnatokea hivi mnarudi. Narudi mimi. Nakumbuka mkienda panafanana sana na hapa. Kuna sababu muona haya madude haya. Msikiti wa Maka madude haya hapo ya juu. Na kuna AC. Safi. Hana madude ya juu. Muona madude nitakuonyesha haya. Kama manyavu tutaenda kuyaona. Katika design zao waliashiria kuweka kule juu zipo hivi. Tiles. Kumekani wazi pako hivi. Kwa sababu tunarudi Marwa. Tunarudi tena huku Marwa tunakwenda Swafa. Kwa sababu tusema vile unajipangilia kwa mimi kila nikiwa narudi labda nasoma Qur'an. Nikiwa nakuja na kwenda huku nafanya dhikri. Dhikri zako zote unafanya hivyo. Kama kuongea kwa haja ongea kidogo alafu sababu huwezi kujua ikawa labda ndo ya mwisho. Washajua ya kijana kutroti kidogo. Pamoja Swafa na Marwa. Mnakuwa ngo pamoja kama na wanawake hivi. Maka anajua iko tofauti. Yaani Maka ni tawafu pale kwa pamoja ila unaweka tu mfano katika kuswali unaona wanawake wanakuwa hapo nyuma, wanawake wako mbele. Wanachanganyikana. Sasa niko na mzee mmoja Sheikh Feruzi hapa. Sasa mimi nakimbia sana. Ule msikitini wa kiswali Maka katika wanawake huo unawaweka nyuma. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa ni mahujaji ambao wanatarajiwa kusafiri na sisi Nurpath Hajj and Umrah, ambao hizi ni moja ya semina ambazo tumekuwa tukizifanya ofisini kwetu nje ya ofisi. Na hapa kama unavyoona hii njia mpaka kule tulikuwa tunafanya mazoezi ya sai inafanyikaje. Sai ni Safa na Marwa. Kile kipande ambacho unatoka Safa unaenda Marwa inakuwa mzunguko mmoja na kurudi mpaka mizunguko 7. Kwa hiyo wanapitishwa na tuna kitabu chetu maalum cha Nurpath Hajj and Umrah, dua muhimu za Hajj and Umrah ambazo watu wanazisoma. Kwa hiyo wanafanya vitu kwa vitendo ili sasa kwamba watu wakija kufika kule at least ikiwa ni kitu ambacho wameshakifanya tayari tumeshafanya mazoezi ya tawafu. Yani tawafu inafanyika vipi, watu wanajua kona zote zile na dua zinazosomwa au uradi unaosomwa au nini kinatakiwa kufanyika, kwa hiyo mpaka mwisho. Kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye Safa na Marwa.